Na sauti ya chini. Mimi natonga chini. Ombi langu kubwa. Tunatumia gharama kubwa sana kubeba mpunga toka mbugani. Kuna barabara ambayo tulianza pale mbugani. Ya mashine. Yani tunatumia chini mpaka kufika mpunga barabarani. Kana naomba ulichukue ili muda unaokuja Mungu akusaidie tu. Mmeelewa anachosema kaka hapa? Anasema pamoja na barabara zilizo mtaani, lakini alikuwa anaomba wana Kirasiro tuipe kipaumbele barabara ya kwenda mbugani. Ni sahihi? Ni sahihi. Ndivyo si hapa katikati mashineni pale inaelekea Isaki. Haya, mtendaji tuna take notice. Okay. Sasa hiyo kwa sababu ni mpango ambao nimeupokea leo, tukautafutia majibu, lakini mimi niwahakikishieni tuombe Mungu tu. Yaani mimi safari hii nataka niishi kama vile ambavyo baba anaishi na watoto wake alafu anataka wadekeze. Kiswahili changu kizuri hapo yaani kuwadekeza kwake ni nini? Linalowezekana tufanye, lisilowezekana tupambane, lakini sio katika matokeo ya kushindwa. Mnaelewa Kiswahili? Kupanga ni kuchagua. Yawezekana sisi tulikuwa tunawaza zaidi huko, lakini wananchi nyinyi si ndio mnatuambia direction kama mheshimiwa twende wapi huko. Ila hile lazima tuifanye kwanza, ile ya Kasiba ile, maana ile nari mbaya sana. Manake tukitoka pale tutahamia wapi? Hapa. Tutakuwa na option mbili. Option ya kwanza, kama itatokea TARURA watatupa fedha. Naeleweka vizuri eh? Manake tutaitumia nafasi hiyo. Lakini kipindi kile maneno nikiwa mwenyekiti wa halmashauri na diwani wenu wa Ikimba, halmashauri ilitengeneza mkakati wa kununua rora, robedi, greda, tipa, excavator. Vyote hivyo vimeshanunuliwa, viko wapi? Halmashauri. Na mpango wake ilikuwa sio kufanya biashara. Cha kwanza ulikuwa ni kuhakikisha kata zote za ndani ya halmashauri ya Kyela zinaenda kuhudumia hiyo mitambo barabara. Lakini kama hakuna kazi, ndipo itafanya nini? Itakodishwa. Kwa mimi nikuombe mtendaji, andika barua kuomba halmashauri kupitia mitambo iliyonunuliwa na mapato ya ndani, kwa sababu mitambo ile tulinunulia kodi zenu, ushuru wenu, fedha zenu hizo za mawese, za kokoa, si za michere, za nini. Hamna haja nyinyi muendelee kulialia na hiyo huko halmashauri tuwe tunakodisha inaenda mbali. Haiwezekani, na hilo nawaambieni. Na sababu nilipanga mwenyewe, nilikuwa ni sehemu, nilikaliaga kiti, mitambo imefika, mashine zitakuja, tutalima hiyo barabara. Sasa itakuwa maana yake nini? Tumewaambia watu tunayo mitambo. Huku diwani kwenye mkutano, wananchi wanalia barabara, unasema tu nimelichukua. Mitambo ile kazi yake nini? Ni ya maonyesho. Tupeleke nane basi. Kwa sababu leo wana Kyela wote wanajua tuna mitambo. Ila ni mitambo yenu wananchi. Sisi ni viongozi, ni dhamana tu. Na tuwezi kudhamini kuwakodishia watu wakaboreshe kwao, Kyela mnalialia, haiwezekani. Kwa na hakikishia mitambo iko Kyela. Hatua ya mwanzo wala tutumie nguvu. Anaandika mtendaji hapo, wananchi wa Ikimba waomba mitambo. Hata wakisema haina mafuta, mimi nitatoa mafuta. Kwa sababu ile tukodi, robedi ya kubebea ipo. Kama inatakiwa ni sehemu ya kulima tuta, excavator ipo. Kama ni kulevo pale juu, greda lipo. Kama ni kugonga pale juu, lola ipo. Kama kuna sehemu kwa kifusi kanasumbua, tipa lipo. Kwa nini Kyela mwendelee kuteseka? Sasa mtatesekaje na vitu tunavyo? Kwa ndo maana nawaambia hivi na nawahakikishia wananchi wa Ikimba kwamba swala la barabara tuna option ngapi? 2. Option ya kwanza TARURA. Option ya pili halmashauri yenyewe. Ina mali zenu. Mna jambo moja tu tulivyopitisha kwenye mipango kwamba kata maana yake ikihitaji mitambo, taratibu zinafanyika, ni barua. Na unavyoandika hapo mtendaji, sema kabisa mafuta watatoa wananchi.
Ndiyo, mafuta nitatoa mimi. Hata zingekuwa lita ngapi? Kwangu Iturumba lori pale mpaka Mmati. Si nimewaambia nimetoka Nigeria. Kwa hiyo kakangu, wewe unafahamu mitambo tunayo. Mnapozidi kuteseka ni sisi tu viongozi tukose utashi. Ni sisi wenyewe viongozi tushinde uzalendo. Ni sisi wenyewe viongozi mliotuchagua tushinde kuelewa. Mitambo ile iko chini ya halmashauri. Wala sio kwamba sisi tunasubiri kibali sijui kitoke wizarani. Yaani kibali ni ofisi ya mkurugenzi itoe kibali na sisi tuko tayari. Sasa watasema mitambo haipo, imeenda wapi? Na mafuta yapo. Alafu tukishana kulima huko, mimi nikija huko na kuku mtanichomea. Na kuku nao za kula zipo. Na maopereta watakula watashiba. Tushindo kijibarabara hichi. Alafu mitambo tunayo. Na sio mitambo kwamba eti nihitaji span. Mipya. Imechana makaratasi ipo. Na kama haipo imeenda wapi? Tutaitafuta ilikoenda irudi Kyela. Lakini kama ipo itulimia wana Kyela. Na hili kati ya vitu ambavyo sitakaa kimi ni kuipigia kelele mitambo ya wananchi iwafanye kazi wana Kyela. Sasa leo mimi nimeambiwa mbele ya mkutano tunahitaji barabara. Na mimi ndio niseme nachukua hapa nachukua ipo. Pigeni magofi kama mtao. Kwa hiyo kama tutakosa kupata mitambo, atakaye kuja kuleta majibu kwenu ni mtendaji huyu. Si ndio amemtuma mkurugenzi? Atasimama hapa awaambie mitambo kwa nini hatujapata. Wakisema tusubiri aje tuambie lini. Si tutasubiri tu. Wakisema iko kwenye kata fulani, Kyela Ikimbi itakuja lini? Mwakani mwezi wa 6 tutasubiri. Akisema bwana mitambo iko wapi? Foleni yetu ni ya lini? Na ningejua itakuja lini, hata mafuta leo ningetu. Maana mzigo upo. Maana mzigo upo. Kwa hiyo mtendaji, majibu ya mitambo nayo wewe. Si ndio upo kwenye mkurugenzi? Na mitambo si mnayo nyinyi? Utaje kuambia? Mimi sitakuwa na majibu ya nini? Ya mitambo. Ile ninachofahamu, mitambo tunayo wana Kyela tulishawaambia. Au nyinyi hamjui? Au nyinyi hamjui? Hamjui kama tuna mitambo Kyela? Ni ya nani? Ni ya kwenu wananchi. Ile mitambo sio ya Katule. Ile mitambo sio ya mwenyekiti wa mashauri. Ile mitambo sio ya mkurugenzi. Ile mitambo ni ya wananchi wa wilaya ya Kyela kwa sababu tulinunulia mapato yenu ya ndani. Kwa nini muendelee kukoboka fiobe? Kwa nini muendelee kuteseka? Kuna haja gani ya kuwa na mitambo hii? Tuuze sasa. Niwahakikisheni. Ulituma ujumbe kwangu tunataka barabara na mimi majibu ya barabara kwa majibu nyepesi ni kwamba tunalima. Kwa nini najiamini hivyo? Kwa sababu mitambo Kyela tunayo. Iko package. Hauna kilichopungua. Kimepungua kitu kimoja tu, ambacho ni chepesi sana. Ambayo ni ile nani ya kumwagilia li. Ndio hilo tu. Lakini ile nataka kutumia kifumbi kireke bisi batukomea mama mumu. Loli unse utiviki bareme. Yaani ni package, sijui nikisema package mnaelewa. Pana kila kitu. Nimeona niwaeleze hili kwa msisitizo. Ili niwaaminishe kwamba najiongeresha kwa confidence yote. Kwa sababu mitambo mimi ni sehemu ya mpango. Kwa sababu diwani wenu sio diwani mpya. Ni diwani anayejua kila kinachofanyika.